Tutapataje kupona, ama nitapataje kupona? Naitwa Yusufu Daudi Chiroho. Watu wengi leo wako na maswali mengi yanayowasumbua katika mawazo, mioyo na katika fikra zao na katika nafsi zao. Wanawaza watapataje kupona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mtu anatamani kujua anaweza akatoboa vipi ama akatoka vipi katika changamoto inayomsumbua ya dhambi, katika hali ambayo inamhangaisha. Lakini kitabu kile cha Waebrania kinazungumza juu ya kupona. Neno la Mungu linasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu wa namna hii? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kitu cha kwanza, ili uweze kupona, mtu wa Mungu, ni lazima ujali wokovu wa Mungu. Wokovu ni nini? Wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu, kumwokoa kutoka katika dhambi, kutoka katika hali ya uharibifu, hali ya maisha ya uchafu wa dhambi, wa uasi wa aina yoyote ambao unaonekana ndani yake kuwa na ubaya ulioenea na kumea na kuota ndani yake. Sasa Mungu ana mpango wa kumtafuta mwanadamu, lakini ili Mungu aweze kumpata mwanadamu, aweze kumwokoa kutoka katika hali ile ya mateso, ni lazima mwanadamu aujali wokovu. Ni lazima mwanadamu atii mpango wa Mungu. Ni lazima mwanadamu ajinyenyekeshe kumtafuta Mungu. Ni lazima mwanadamu awe na kiu na shauku ya kutaka kumjua Mungu. Hauwezi kumpata mtu yoyote bila kuwa na bidii ya kumtafuta, kujenga ukaribu naye, kujenga mahusiano naye mazuri ya ukaribu, ili uweze kuwa naye karibu. Sio kwa kutamani tu unaweza ukawa na mtu ambaye unahitaji kuwa naye katika maisha yako. Sio kwa kutazama tu inafaa kuvipata ambavyo unavipenda kwa kuvifurahia kwa macho yako. Ni lazima ujibidiishe kuvitafuta ili uweze kuwa navyo. Je, nafsini kwa mtu panawezekana mtu akatamani kitu fulani, kile kitu kikamfuata kwa sababu amekitamani? Je, unaweza ukatamani kuwa na fedha zikakufuata kwa sababu umetamani? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni lazima utengeneze mazingira ya kuzitafuta fedha hizo, utengeneze mazingira ya kuwa na fedha hizo, hivyo fedha unaweza ukawa nayo. Nataka nikuambie kitu kimoja asubuhi ya leo. Ni jambo dogo sana kujali wokovu, ni jambo dogo sana kupona. Lazima ujue gharama ya Mungu kukutafuta ni kwamba ameuleta wokovu, ameuachilia mikononi mwako. Ameachilia wokovu ili uweze kumjali. Bwana Yesu apewe sifa. Ninataka nikuinue asubuhi ya leo kutoka katika hali ya kukata tamaa. Najua unatamani utoke mahali ambapo ulipo. Najua kuna sehemu upo umekwama, huwezi kutoka, kama vile gari lililokwama katika matope, linahitaji kutoka lakini lisiwezi. Najua kuna kitu kinakusumbua ewe mwanadamu. Najua una shauku ya kutaka kuinuka lakini huwezi. Kuna wakati mwingine unaona kama vile unaendelea lakini uko pale pale. Kuna wakati mwingine unaona unaendelea, kumbe ndo unazidi kurudi nyuma. Kuna wakati unaona unavuka lakini kumbe ndo unatumbukia. Kuna wakati unaona unapiga hatua, kumbe ndo hatua zako zinarudi nyuma. Kwa nini? Ni kwa sababu mtazamo wako unatazama ndiyo vyema kwa fikira zako, lakini katika mtazamo wa kiroho ndo unazidi kuharibikiwa siku hadi siku. Ngoja nikwambie, kitabu kile cha Wakorintho, neno la Mungu linazungumza, kwa sababu neno la msalaba kwao waliopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tumeokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba kwa watu wanapotea kwao ni upuzi. Sasa angalia
ni kwa namna gani neno la msalaba ambalo linatakiwa likuokoe wewe unaona ni upuzi kwako. Angalia hili neno la msalaba ambalo Mungu ameliachilia ili likupandishe imani, ili likupandishe viwango. Wewe unaona ni upuzi, lakini ngoja nikwambie, ilo neno ambalo unaona ni upuzi, ambalo unaona unapigiwa kelele, ambalo unaona likihubiriwa, unaona watu hawana kazi za kufanya, unawaona wamepotea, ili neno kwa watu wanalolithamini na kulipokea linafanyika ukombozi, linafanyika kuwa faraja, matumaini, linawainua na kuwaketisha mahali pazuri, linawajenga mioyo yao, linawaweka kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambia kwamba neno la msalaba kwa waliopotea kwa upuzi. Kama neno la msalaba hautalitii, utaliona ni upuzi. Kama hautajifunza kusamini wokovu, kusamini neno la Mungu, utaliona ni upuzi. Hata nani ahubiri, hata wangehubiri kwa kugawa na fedha, bado kama hautalisamini, kama hautajali neno la msalaba, hautatoka mahali ambapo upo unapotamani kutoka. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, Mungu anatazama neno lake apate kulitimiza. Mungu anatazama neno lake ili apate kuokoa. Mungu anatazama neno lake ili apate kulipa madeni ya lile aliloliahidi kwa neno lake. Itoshe kukuambia kwamba bado unahitaji kujinyenyekesha mbele za Mungu. Bado unahitaji kujifunza. Bado unahitaji kutii na kushuka mbele za Mungu. Bado unahitaji faraja ya Mungu. Tutapataje kupona? Ndio somo tunalojifunza. Ni lazima tujali wokovu. Ni lazima tujali wokovu. Tuangalie kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura 21. Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa. Hebu angalia hapa. Mungu anataka kuokoa ulimwengu kwa upuzi huu ambao umehubiriwa. Lile neno ambalo lilihubiriwa, watu wakaliona ni upuzi, wakaona ni ujinga, wakaona halifai, wakaona linawapotezea muda, wakaliona halina mantiki yoyote, halina nguvu yoyote katika kuleta mabadiliko. Hilo neno ndilo ambalo Mungu analiokoa. Hilo ndilo neno ambalo Mungu analitumia kuwaokoa watu. Haleluya. Hilo ndilo neno ambalo Mungu analitumia kupandisha watu. Kwa maana watu wasipojua wokovu, lile neno ambalo lilihubiriwa, ambalo kwa wengine waliona ni upuzi, ndilo Mungu analolitumia kuwaokoa watu. Ngoja nikwambie, kuna uwezekano kwa muda mrefu umeishi ukiona neno la Mungu ama maneno ya Mungu, injili ya Mungu ni upuzi. Lakini ngoja nikwambie, haujatoka mahali ulipo kwa sababu neno la Mungu haujalipa thamani, haujalipa nguvu ndani ya moyo wako. Umeshindwa kuendelea kwa sababu neno la Mungu bado haujalikuza ndani ya moyo wako. Umelifanya kuwa mbegu ndogo sana. Umelifanya kuwa kitu kidogo kisichokuwa na thamani, kisichokufaa, kisichokuwa na namna yoyote katika hali ya kukuletea mafanikio. Lakini haya ndiyo ambayo yatakusaidia mwanadamu. Lakini haya ndiyo yatakayokubadilisha ewe mwanadamu. Lakini haya ndiyo yatakao kuokoa mwanadamu. Huwezi kutoka mahali ambapo upo, ambapo umeshindwa kuchomoka, kama usipothamini wokovu, kama usipojali wokovu, kama usipojali neno la Mungu, kama usipokubali kunyenyekea, kama usipokubali kutembea katika njia za Bwana, kama usipokubali kumfuata huyo Mungu, kama usipokubali kumwamini, kama usipokubali habari zake. Haleluya.
Ayabababosika na labosika. Ni lazima umkubali Yesu. Ni lazima umkubali huyu Bwana. Haleluya. Acha niseme na wewe. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Naitwa Yusufu Daudi.